mauaji ya kisiasa kama mnavyoona, bado mauaji ya kishirikina kwa imani potofu kama mlivyosikia katika maeneo yetu. Unaangalia watu zaidi ya 5 kama sikosei, katika vyombo vya habari wameuawa kwa ajili ya imani ya kishirikina, wakidai kwamba wanachukua viungo vya wanadamu, na watu wamekuwa katika hofu kubwa. Mwanadamu amekosa uhuru, mwanadamu amekosa haki ya kuishi. Uhai wa mwanadamu tena hauna nguvu, hauna thamani machoni pa watu wengine. Watu wamejichukulia nguvu mkononi, wako tayari kutoa uhai wa mwingine. La hasha! Matukio hayo makubwa ya kihistoria ambayo yangeweza kusaidia mwanadamu awe na uhuru kweli kweli, lakini uhuru huo hauonekani. Kumbe hata tukio kubwa hili la mambo ya demokrasia na siasa za kutafuta uhuru bado halijakuwa msaada na matumaini kwa mwanadamu, kwa sababu mshindaji wa mauti ameyashinda mauti kwa usiku mtakatifu, kwa kufufuka kwake. Lakini pia watu wa Pasaka hawatishwi na habari za kishirikina. Watu wa Pasaka hawatishiwi na habari za kishirikina. Watu wa Pasaka hawatishiwi na uchawi. Watu wa Pasaka hawatishiwi na mazingaombwe. Watu wa Pasaka hawatishiwi na jambo lolote. Ndio maana katika misa takatifu ya watu wa Pasaka, kila misa mtasikia padri anasali. Baada ya sala Baba Yetu anasema, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapongojea kwa matumaini ujio wa Mwokozi wetu. Watu wa Pasaka hatuogopi. Na hatuogopi kwa nini? Ushirikina hata kama utakuwepo, uchawi hata kama utakuwepo, mazingaombwe hata kama utakuwepo, kwa mtu anayeishi imani yake, Mungu ni mkubwa, Mungu ana nguvu, Mungu anaweza yote. Ndio maana nawasihi wanangu, usiku mtakatifu, mlinzi wetu awe ni mmoja, ni Mungu. Mungu peke yake atulinde. Msichanganyikiwe sana mkaanza kutafuta irizi na kuzivaa ili ushirikina usiwatese. Hapana, huo ndio ushirikina zaidi. Usiwe na hofu ya ushirikina. Kuna wengine saa hizi na wanavaa pini. Hivi pini itakuokoa kweli pini? Kwa akili ya kawaida hivi pini itakuokoa kweli? Pini ina nguvu gani ya kukuokoa pini? Kinachotuokoa sisi ni kimoja tu, sisi watu wa Pasaka. Mwokozi wetu ni Bwana Yesu Kristo mfufuka peke yake. Hivyo tuungane na Mtume Paulo. Mtume Paulo anasema tujivike silaha. Silaha tunazo. Silaha zetu ni sala. Silaha zetu ni sakramenti, na visakramenti vina nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tuvitumie hivyo kwa imani hai. Hamna kitakachotugusa popote. Mimi ndio maana napendaga hata ule wimbo ule wa imani ya baba zetu. Kuna shairi moja linaimbwa vizuri sana. Imani ya baba zetu nayo kweli Katoliki, tutaishika imara na kuikinga hodari, tufe ikiwa lazima, imani wesa. Tunarukia shairi la mwisho. Imani yetu isitawi, tusitumie silaha, ila kwa pendo na amani na sala kwa adui pia, tufe ikiwa lazima, imani iwe salama. Hapa tumepewa majibu mazuri kabisa kwamba tunapokutana na shida zozote, tunapokutana na changamoto ngumu, tunapokutana na vita,
tunapokutana na maadui hata wa ushirikina na uchawi na mazingaombwe hayo, msitumie silaha za pini, msitumie mambo ya irizi, tumieni sala. Wazee wa zamani walitufunza vizuri, walitufundisha vizuri sana. Unapokutana na jambo lolote lile la wasiwasi, la mashaka, sali, piga ishara ya msalaba. Kama huwezi kusali, piga ishara ya msalaba, nayo ni sala yenye nguvu kabisa. Piga ishara ya msalaba. Mna rozali, mnavaa rozali. Nashukuru watu wa Tunduma mnajitahidi kuvaa rozali. Kuna watu tena napenda sana wakina mama kwa sababu wenyewe wana rozali nyingi. Akivaa nguo ya blue anavaa rozali ya blue, akivaa nyekundu anavaa rozali nyekundu. Safi kabisa. Lakini hiyo rozali hiyo unaitumiaje? Na upasi kuwa na hofu. Wewe una rozali, una hofu ya nini? Kama kuna changamoto, chukua rozali yako, ibusu vizuri, anza kusali sala zako. Hamna kitakachokusumbua. Kama ni wasiwasi na mume wako atamuibia popote kule anakokwenda, chukua rozali, sali. Salini wanangu, salini. Watu wa Pasaka ni watu wa kusali. Watu wa Pasaka ni watu wa kuomba. Watu wa Pasaka ni watu wa kumlilia Mungu. Watu wa Pasaka ni watu wa kumtegemea Mungu. Watu wa Pasaka ni watu wa kumsifu Mungu. Hatuwasifu waganga wa kienyeji na wa mazingaombwe mengine, hapana. Kumbe nawaomba usiku wa leo turudi kwenye sala, tusali. Tumkimbilie Kristu, tupige magoti. Na hata wajinga wanaoleta haya yote, wanaokuja sijui umetoka Kongo, umetoka wapi, pigeni magoti tuombe. Mungu aweze kuwabadilisha hao watu. Kama ameweza kubadilisha kifo, atashindaje kumbadilisha mtu? Kuna ambacho kinashindikana mbele ya Mungu? Nyie watu, kuna kitu kinashindikana mbele za Mungu? Kwa nini mnaogopa? Ndio maana Yesu ametuambia msiogope. Wanangu mnaobatizwa leo na mnaopata sakramenti ya ndoa leo, mnaweka maagano yenu mbele yetu, na wasihi sana msiogope. Sakramenti mnazopokea zitawalinda. Ndio maana wakatekumeni hawa wanapakwa mafuta ya wakatekumeni. Mafuta yale yanabarikiwa na baba askofu akiwa amezungukwa na mapadri wake, makuhani wake, na sisi tuliyabariki juzi hapo Sumbawanga. Kazi ya mafuta ya wakatekumeni yale yanafukuza pepo wote wabovu, pepo wote wabaya, yanavunja nguvu zote za shetani zilizopo, yanavunja, yanakupatia nguvu mpya, yanakupatia nguvu ya kimungu ndani yako. Wewe unayebatizwa leo unakuwa kiumbe kipya.